Na kama ulivyozungumza ni kwamba kuna majina ambayo yamekuwa yakihusishwa, lakini majina haya ni majina ya walimu wawili kwanza ambao walipita Young Africans, na si vibaya tukiyazungumza kama ni nasema ni Gamondi akiwa ni chaguo sahihi la klabu ya Yanga, kwa maana kwamba kwenye kile ambacho alikuwa amekifanya tokeo nyuma, na watu wengine kwenye baadhi ya viongozi walikuwa na propose yeye aweze kuwa sehemu ya kikosi, kwa maana kwanza ana experience, sehemu kubwa wachezaji wake anawafahamu ni wale, itakuwa rahisi kuweza kukop na kuweza kufanya timu irudi kwenye rhythm ambayo ilikuwa nayo, lakini pia ni rahisi kumpata kwa sababu yuko Tanzania. Vutiwa na mwalimu Sid Lamovic ambaye msingi yuko kwa Belouizdad, kutokana na kile ambacho alikuja, na wanadai kwamba aina ya mpira anaocheza unaweza kutaka kufanana na mwalimu Folz, lakini yeye kidogo ameweza kwa advance, lakini ndio mpira ambao unaweza kwenda kupata matokeo dhidi ya timu za kutoka Afrika Kusini, ambaye amekuwa akipigiwa chapuo na wamekuwa wakifanya naye mazungumzo ya karibu kuweza kuona kama watawakosa walimu wao wawili ambao nimetoka kuambia, basi watakimbilia kwa mwalimu mmoja ambaye ipo kule Asia au Arabuni, anaitwa mwalimu Carlos Inarejos Lamovic. Kama akifanikiwa kuweza kurejea ndani ya viunga vya Dar es Salaam Africa, atakuwa ni kocha sahihi zaidi wa kuweza kuisaidia Dar es Salaam Africa kufika mbali, kwa maana ya kwamba aina ya soka ambayo analicheza, aina ya mifumo yake, lakini pia aina ya wachezaji ambao yeye anawahitaji. Alipokuwa amekuja Dar es Salaam Africa kuna aina ya wachezaji alikuwa anawakosa. Lakini kwa sasa yeye akiwa hayupo, lakini kuna wachezaji ambao naamini kabisa kama angekuepo wangeweza kumfavor zaidi. Kwa mfano kama aina ya uchezaji aliokuwa nao Musa Balakonte, ya kiungo ya chini ya ukabaji, aina ile nafikiri kwa Silamovic kama angekuwa naye ingeweza kumfurahisha zaidi, kwa sababu ni aina ya mchezaji ambaye anacheza defensive midfielder, lakini ni mrahisi zaidi kwenye kufanya sliding tackling na kuinuka kwa haraka, kufanya coverage kwenye kulink kati ya eneo la juu na eneo la chini kwa uwepesi wa hali ya juu. Kwa sasa ameingia kwenye mfumo, anacheza vizuri Azizi Andambwile, lakini amekuwa mzuri zaidi kwenye kuongeza idadi kubwa ya kuzuia pale ambapo mabeki wanapokuwa katika hali ya kuzuia, naye anakuwa anaongeza idadi. Lakini endapo ukiweza kumpatia vizuri Musa Balakonte, inakuwa ni rahisi zaidi kwenye kulinki eneo la nyuma na eneo la juu. Bana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu? Karibu tena dimbani, njoo tuzungumze michezo. Niko nao hapa watu wa michezo kweli kweli, tumeshiba na tuko vizuri. Kulia kwangu ni mchambuzi si mwingine bali ni Steven Mwana wa Mapunda. Kushoto kwangu ni nguli la soka nchini Tanzania, mbobevu kweli kweli kwenye masuala ya mpira wa miguu, si mwingine bali ni Dominic Salamba. Unakwenda kusikia mengi na mazuri yakiwa yanatokea hapa kwenye studio zetu, yakiwa na nguvu kubwa mno na Helabet. Mabingwa hawa kuhakikisha ya kwamba una beti kistaarabu, lakini pia ni mabingwa ambao wanahakikisha unapata bonus mpaka shilingi 300,000 za Kitanzania. Unapojiunga kwenye promo code pale utaandika neno Salamba kwa herufi kubwa, halafu utapata bonus yako. Njoo tuzungumze michezo na wataalamu wa soka. Dominic Salamba, habari za wakati huu bro? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Steven Mapunda, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Ndio. Namshukuru Mungu, silalamiki. Mungu ni mwema. Sawa, ni wakati mwingine tena na mimi namshukuru Mungu, afya yangu ni njema. Japokuwa pia naendelea kukumbushwa na familia ya mpira wa miguu kwamba ilikutana na changamoto usiku wa tarehe 2 kuamkia tarehe 3. Ndio. Unanipata vizuri Watu wasiojulikana bwana walivizia nikiwa nimelala na kuruka ukuta, kisha kuondoka na mali yangu moja, kwa maana ya pikipiki aina ya Boxer, rangi yake ni nyeusi. Hii pikipiki bwana ni BM 125, ndio pikipiki ambayo iliondolewa na watu wasiojulikana usiku pale nyumbani. Ni namba ya usajili NC 563 DEC. Bwana, nimerudishwa nyuma sana baada ya kuibiwa pikipiki, kwa sababu ilikuwa inanisaidia kwenye upatikanaji wa habari, na hii pia inaleta shida sasa kutopata vyanzo muhimu, sababu mwingine anaweza kuambia taarifa hizi sikupi kwa simu. Njoo tuzungumze face to face bwana, usije ukanichomesha. Sasa watu wamenirudisha nyuma. Sasa yote atakayeiona pikipiki ambayo nimetaja namba ya usajili NC 563 DEC, basi nipigie simu kupitia namba yangu ya kiganjani 0782 055 044. Tunarejea. Unanipata vizuri So doctor. Bwana Dominic Salamba, tuendelee pale tulikoishia, na hapa sasa tunakuja kwa makocha ambao wanahusishwa ndani ya klabu ya Yanga, kwa sababu ni rasmi sasa. Taarifa za kuaminika Young Africans na Romain Folz hawawezi tena
kuendelea. Ndio. Sasa hawa makocha tunaanzia kwako Dominic Salamba, utupe kodi. Alafu naye Mapunda atatuambia nani anastahili na nani atakuwa nafaa baada ya kupata kodi kutoka kwako Chief Zobane kama Zoom Fella. Upo? Na nafikiri ni kitu ambacho wewe kinazungumzika, yes. Na si kama Salamba TV tunawaambia kwamba shughuli ya Mwalimu Folz imefikia mwisho. Very sure. Muda wote kutoka saizi Yanga watatangaza mwalimu mpya na kuachana Mwalimu Folz. Na katika wiki hizi mbili ambazo wanakwenda kujiandaa na mechi ya klabu bingwa kwa maana ile raundi ya mwisho kabla kuingia makundi, basi wanategemea kutangaza mwalimu mpya ili aweze at least kuchukua wiki mbili kwa kikosi na mpaka baada ya zile mechi za klabu bingwa pale then wataingia kwa makundi na kuendelea na mwalimu mwingine mpya. Kwa hiyo swala la kukaa na Folz imefikia hatua bidi aondoke na kama ulivyozungumza ni kwamba kuna majina ambayo yamekuwa yakihusishwa lakini majina haya ni majina ya walimu wawili kwanza ambao walipita Young Africans na si vibaya tukiyazungumza kama ni nasema ni exclusive kutoka Salamba TV. Bado wapo ambao wanamzungumzia na kumuona Mwalimu Gamondi akiwa ni chaguo sahihi la klabu ya Yanga kwa maana kwamba kwenye kile ambacho alikuwa amekifanya tokeo nyuma na watu wengine kwenye baadhi ya viongozi walikuwa na propose yeye aweze kuwa sehemu ya kikosi kwa maana kwanza ana experience, sehemu kubwa wachezaji wake anawafahamu ni wale itakuwa rahisi kuweza kukopa na kuweza kufanya timu irudi kwenye rhythm ambayo ilikuwa nayo, lakini pia ni rahisi kumpata kwa sababu yuko Tanzania, lakini pia yuko na msaidizi wake ambaye alikuwa naye Yanga, kwa inakuwa ni rahisi. Lakini kuna kundi lingine la wadau wa kawaida, watu wa ndani wa Yanga, wao wanavutiwa na Mwalimu Sid Lamovic ambaye msingi yuko kwa Belouizdad kutokana na kile ambacho alikuja, na wanadai kwamba aina ya mpira anaocheza unaweza kutaka kufanana na Mwalimu Folz, lakini yeye kidogo ameweza ku advance, lakini ndio mpira ambao unaweza kwenda kupata matokeo dhidi ya timu za kutoka Afrika Kaskazini. Kwa sababu changamoto kubwa ambayo tuko nayo sasa hizi sio tu miliki wa mpira. Yaani sisi bado huko Afrika Mashariki na Kusini tunaamini kwamba kucheza vizuri ni kumiliki sana mpira. Lakini tunapokutana na timu kutoka Afrika Kaskazini katika umiliki wa mpira tupati matokeo. Na ili ujihakikishie nafasi ya kuweza kuchukua ubingwa wa Afrika, basi walau uwe na uhakika wa 80% kuweza kuzifunga timu za wapi? Afrika Kaskazini. Kwa lazima utafute mwalimu ambaye atakuwa ana aina ya mpira ambao unaendana na soka la wapi? Afrika Kaskazini. Kwa hiyo ukaona kama Mwalimu Sidi ana hizo elementi na ana huo uwezo, na sehemu baadhi ya viongozi wakubwa wakawa wanavutiwa naye tena aweze sababu kwanza kule ana furaha, lakini pia hajapata matokeo mazuri kwa sababu katika mechi zake za mwanzo ameweza kushinda mechi moja, amefungwa mechi moja na ametoka sare mechi 3. Kwa hiyo amekusanya jumla ya alama nafikiri alama 6 na anashika nafasi za chini akiwa na alama 6 kwenye msimamo wa ligi na anayeongoza akiwa na alama 11 13. Na leo hii tunazungumza anaingia tena kibaruani mchezo wa mwisho, mchezo ambao watu walikuwa timu yake ilikuwa imeshampa kama na yeye baadhi ya mechi angalizo kwamba kama atakosa matokeo basi watakwenda kumfungulia mlango wa exit kwa maana ya kuweza kuondoka. Sasa atakapoondoka kwa Yanga wamekaa njiani wanatega kwamba ikitokea tu ametoka watu wachukue warudi naye ndani. Kwa hao ni walimu wawili ambao ndio wanapewa nafasi kubwa. Na kwa nini walimu wawili? Kwa sababu sasa kipindi hiki ni kipindi ambacho sio rahisi kukuta mwalimu mzuri akiwa hana timu unless uende kumchukua mwalimu alafu uje kumtangaza meneja wa timu. Ndio. Bwana bado uende kumchukua mwalimu alafu uje kumtangaza kama ni meneja wa timu. Hao ni walimu wawili ambao wamepita ndani ya klabu ya Yanga kwa maana ya Miguel Gamondi, lakini pia mzee wa Gusa achia twende kwao. Na mezani kwa Yanga ama mezani kwa engineer, taarifa zinasema kuna makocha watatu ambao engineer sasa anajaribu kupiga ana do. Na nipata uzuri nafikiri kwa nyakati fulani hivi na Steven Mapunda tulimgusa tu Mwalimu Sid, lakini hapa tunawachambua wote. Tupe huyo watatu ni nani, kwa sababu taarifa zinaeleza zaidi ya kwamba huyo atakuwa ndio mara ya kwanza ukanyaga kwenye ardhi ya Afrika na kuja kufundisha timu inayotokea Afrika. Tujuze Salamba. Nafikiri mwalimu mwingine ambaye amekuwa akipigiwa chapuo na wamekuwa wakifanya naye mazungumzo ya karibu kuweza kuona kama watawakosa walimu wao wawili ambao nimetoka kuambia, basi watakimbilia kwa mwalimu mmoja ambaye yupo kule Asia au Arabuni, anaitwa Mwalimu Carlos Guimarães.
Carlos Inade Jos. Huyu ni mwalimu ambaye Yanga wameweza kuzungumzana, bado wanaendelea mazungumzo naye kuweza kuona uwezekano wa kuweza kumvuta, na ndio itakuwa mara yake ya kwanza kuja kufundisha soka barani Afrika. Sababu amefanya kazi katika maeneo ya Europe, amefanya kazi Asia na maeneo mengine, lakini Afrika itakuwa ni mara ya kwanza. Wameona kwamba ni mwalimu sahihi ambaye anaweza kuja kuwapatia kile ambacho wao walikuwa wanakihitaji. Kwa hiyo hiyo ndio orodha au listi ya walimu watatu ambao mpaka sasa hizi wapo kwenye kinyang'anyiro cha mmoja wapo haweze kutoa nafasi. Ila kama ikitokea mwalimu Sidlamovic akaweza kufungashiwa virago katika mechi baada ya mechi ya leo hii kule Belouizdad, maana yake huyo ndo anapewa 90%. Na mwalimu wa pili anakuwa ni mwalimu Carlos na watatu anakuwa mwalimu Gamondi. Sawa, Steven Mapunda, gwiji la soka nafikiri umelisikia vizuri kweli kweli likiunguruma hapa Dominic Salamba kwa madaha mazito na taarifa zenye ukweli na uhakika kwa asilimia zaidi ya 100 juu ya walimu watatu ambao wanahusishwa. Nafikiri mimi na wewe tulizungumza juu ya mwalimu Sid kwa sababu pia tulifanya uchunguzi tukaambiwa yeye ndo ana asilimia kubwa, lakini mezani yapo majina matatu. Alafu sasa tuje tuhukumiwe na soka kama miongoni mwa hayo matatu hajashuka hata mmoja. Maana nimeona tukoleteaga mmoja wanaona kama tunapotezea muda, mnatuchanganya muda huyu sasa hii tumeona tuwaletee kabisa full package. Kwako nani unahisi anaweza kuipeleka Young Africans nchi ya ahadi na kurejesha kwenye makari yake? Alafu tutamalizia na Dominic Salamba naye atuambie nani kati ya hao ni kiboko kabisa. Mimi nafikiri kwa upande wangu mtazamo wangu unakwenda zaidi kwa Sidlamovic. Kama akifanikiwa kuweza kurejea ndani ya viunga vya Dar es Salaam Africa, atakuwa ni kocha sahihi zaidi wa kuweza kuisaidia Dar es Salaam Africa kufika mbali, kwa maana ya kwamba aina ya soka ambayo analicheza, aina ya mifumo yake, lakini pia aina ya wachezaji ambao yeye anawahitaji. Alipokuwa amekuja Dar es Salaam Africa kuna aina ya wachezaji alikuwa anawakosa. Lakini kwa sasa yeye akiwa hayupo, lakini kuna wachezaji ambao naamini kabisa kama angekuepo wangeweza kumfavor zaidi. Kwa mfano kama aina ya uchezaji aliokuwa nao Musa Balakonte ya kiungo ya chini ya ukabaji, aina ile nafikiri kwa Sidlamovic kama angekuwa naye ingeweza kumfurahisha zaidi, kwa sababu ni aina ya mchezaji ambaye anacheza defensive midfielder, lakini ni mrahisi zaidi kwenye kufanya sliding tackling na kuinuka kwa haraka, kufanya coverage kwenye kulink kati ya eneo la juu na eneo la chini kwa wepesi wa hali ya juu. Kwa sasa ameingia kwenye mfumo, anacheza vizuri Azizi Andambwile, lakini amekuwa mzuri zaidi kwenye kuongeza idadi kubwa ya kuzuia pale ambapo mabeki wanapokuwa katika hali ya kuzuia, naye anakuwa anaongeza idadi. Lakini endapo ukiweza kumpatia vizuri Musa Balakonte, inakuwa ni rahisi zaidi kwenye kulinki eneo la nyuma na eneo la juu, kwa sababu ya mfumo ambao anapenda kuutumia Sidlamovic wa 4-2-3-1. Kwa mfumo huo ina maana kwamba katika eneo la katikati, katika viungo wawili, ukimpata kiungo ambaye ana uwezo wa kulinki vizuri eneo la nyuma na eneo la juu, mfumo huo unakuwa unakufavor zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri Sidlamovic itakuwa imemfavor zaidi kama akiwa kwenye Yanga hii ya sasa hivi, kwa sababu eneo la pembeni kwenye mikimbio ya hali ya juu mwanzoni alikuwa amemwacha Pacome Pielo Zuzwa, labda mara chache sana na Maxim pia Zengeli akiwa anaibia kukimbia kwa pembeni, lakini sasa hakuwa winga pase. Na hata Gamondi naye pia katika maisha yake yote akifundisha Dar es Salaam Africa hakuwahi kuwa favored na winga ambao alikuwa anawatumia, na hata watu tulikuwa tunajaribu kumuuliza kuhusiana na swala la winga, alikuwa ana winga. Lakini kwa sasa tunaona amekuja pale Celestine Kuwa, amekuja pale Edmund Dioni, yuko pale Ofen Chikola. Hao wote ni wazuri zaidi kwa kukimbia maeneo ya pembeni, na ukija kujumlisha na mawinga wa zamani kama kina Dennis Nkane wa kina Farid Musa Maliki. Kwa hiyo ninaamini kwa mfumo aliokuwa nao Sidlamovic atakuwa favored zaidi kwa aina ya wachezaji ambao wapo sasa hivi ndani ya Dar es Salaam Africa. Kwa mimi chapo yangu na kura yangu nyingi sana zinamwangukia Sidlamovic kuweza kurudi katika kikosi cha Dar es Salaam Africa ili kuweza kuwafikisha pale ambapo Yanga walikuwa wamegotea katika msimu uliomalizika. Bwana Dominic Salamba, nataka tumalizie kwako kwa hao makocha ambao umetutajia hapo. Steven Mapunda ametembea na Sidlamovic. Kwako nani the best kwa Yanga hii ambayo inahitaji kufika mbali hasa kwenye mashindano ya kimataifa?
Mimi nafikiri kwa sababu ukiangalia walimu wote wawili hawa tayari wana experience na klabu ya Yanga, wanajua Yanga na kila mmoja kwa wakati wake aliweza kufanya jambo na Yanga sasa imeongeza quality. Kwa mimi ukiniambia Mwalimu Sidi of course ni perfect kutokana na mazingira ya soka la kisasa, lakini pia na aina yake ya ufundishaji, anaamini katika soka la kasi, lakini pia amekuwa iko so direct na Yanga wana hiyo energy ya kuweza kufanya kwa kitu. Kwa binafsi mimi naungana na Steve kwamba wakimpata Mwalimu Sidi watakuwa mpata kitu kizuri zaidi, lakini pia hata Mwalimu Gamondi tayari anajua klabu, utulivu wake na kuanza kutengeneza timu ambayo inakuwa na ushindani na kubwa zaidi kutengeneza timu yenye kujiamini. Unajua Mwalimu Gamondi anafanya wachezaji waamini kwamba wanaweza wakafanya lolote katika mechi katika ubora wa hali ya juu, na Uzusi Yanga imeongeza package kwa maana imechukua watu ambao wana ubora wa hali ya juu. Kwa mimi binafsi ukiniambia nitakwambia Mwalimu Sidi au Mwalimu Gamondi. Mwalimu mpya, Mwalimu Carlos ni mwalimu mpya. Siku zote mwalimu mpya ni mwalimu ambaye huwezi kumpa matarajio makubwa kwa sababu mazingira ambayo amefundisha tofauti na ya kwetu, mazingira ya Asia na Ulaya, Afrika, Tanzania tuko tofauti, lakini pia atakuwa na kazi nyingi. Kazi ya kwanza aanze kusoma behavior ya wachezaji, tabia zao zikoje, uwezo mtu mmoja mazingira ya kujifunza, yupi ni slow learner, yupi ana kasi, aje kuongeza timu. Kwa hiyo inaweza ikachukua muda ukizingatia kwamba timu tayari ipo kwa mashindano na inatoka kwenye wakati mgumu kwenda kwenye wakati rahisi. Kwa binafsi nafikiri Sid Gamondi inakuwa ni perfect choice. Sawa, mimi nimekupata vizuri Dominic Salamba, Steven Mapunda. Nafikiri tumeelewana hivyo na tunaweka nukta hapo. Yes. Labda cha kuongezea tu, nyakati hizi kweli ni nyakati za kumleta mwalimu Mapunda kwa sababu ikumbukwe Young Africans tarehe 18 anaingia kwenye hatua inayofuata ligi ya mabingwa Afrika kusaka tiketi ya makundi. Muda unatosha? Kwa aina kikosi cha Yanga na aina wachezaji waliokuwa nao no doubt hakuna shaking yote ambayo mimi naiona hapo, kwa sababu uzuri wa Yanga kwamba kikosi chao kile utu wa mgongo kwa 70% bado wamesalia. Na Sidlamovic aliwahi kuishi nao pale. Kwa hiyo kuna watu ambao aliondoka, aliwaacha akirudi hata wakuta kina Stefan Azizikia, hadi ya Ucho, Kennedy Musonda, lakini asilimia kubwa waliobaki wengi atawakuta pale. Kwa hiyo naamini haitakuwa hasara kubwa. Lakini pia ukiangalia Miguel Gamondi alikuwa ameondoka, lakini kwa sasa yuko ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo unakujua ni rahisi zaidi yeye akianza kufuatilia, kwa sababu pia Yanga wamekuwa washindani wake kwenye ligi. Kwa hiyo naye pia anawasoma na wafuatilia. Kwa hiyo sioni kama ni shida katika makocha hao wawili. Labda kwa Carlos inawezekana kidogo ikawa na changamoto, kwa maana ya kwamba kuna vitu vingi ambavyo atatakiwa aanze kujifunza, utamaduni, aanze kujifunza aina ya vyakula vya Tanzania, hali ya hewa ya Tanzania, aina ya wachezaji, tabia zao, aina za viwanja. Kuna vitu vingi ambavyo vitakuwa vinaweza vikaanza kuwa kama sababu ya kumkomisha kuendelea kumpa muda. Lakini kwa wao wawili mimi sioni doubt yoyote kwa upande wa Yanga. Sawa, Steven Mapunda anafanya tuweke nukta hapo na tukutane tena wakati mwingine. Jina langu naitwa Cisco, nimezungumza nao hapa wachambuzi wa soka Steven Mapunda, lakini na nguli la soka nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla, kwa maana Dominic Salamba. Kongore kwako wewe ambao ulituchagua sisi kuwa sehemu ya habari bora za michezo na burudani. Basi hakika umeselelea pia matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile. Lakini nikukumbushe tu ya kwamba nyuma ya kamera bwana yuko Ali Bido, toto la Tabata Kimanga, halina shida wala shaka yoyote. Ninakwambia laziwa chapati, shughuli imekwisha. Kwaheri.